pekeo sijakutumaini sina. Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, 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 ndiye mwamba ni salama. Haleluya, ni salama. Unaweza, 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 hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na, hakuna wa kulinganishwa na Baba, hakuna wa kufanana na, akitawala ametawala, hakuna wa kufanana na. Yeye ni Bwana Yesu, yeye ni Bwana, yeye ni Bwana, hakuna wa kufanana na. Yeye anaweza Bwana, yeye anaweza, yeye anaweza, hakuna wa kufanana na. Yeye anaponya Baba, yeye anaponya, yeye anaponya, hakuna wa kufanana naye. Hakika Bwana, hakuna wa kufananishwa na wewe siku ya leo, ndiposa tunalinua jina lako asubuhi ya leo Bwana. Hakika hakuna wa kufananishwa na wewe asubuhi ya leo, hakuna wa kufananishwa na wewe Bwana, hakuna wa kulinganishwa na wewe asubuhi ya leo. Ndiposa tunakushukuru Bwana, ndiposa tunasema ni asante Mfalme, katika jina la Yesu. Winuliwe upewe sifa Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu. Tunalinua jina lako Bwana asubuhi ya leo Bwana, tukisema ya kwamba unaweza Bwana, unaweza Bwana siku ya leo. Hakuna wa kufananishwa na wewe siku ya leo, hakuna wa kulinganishwa na wewe siku ya leo Bwana, katika jina la Yesu. Ndiposa tuko mahali mbele zako Bwana, tukilinua jina lako Bwana, tukisema hakuna kufananishwa na wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe siku ya leo, katika jina la Yesu. Hakuna wa kuwezanishwa na wewe Bwana, hakuna wa kuinuliwa na wewe Bwana siku ya leo, katika jina la Yesu. Ndiposa tunasema wewe ni wewe Bwana, tunasema wewe ni wewe Jehova siku ya leo Bwana wa mabwana. Tunalika uwepo wako Bwana, tunalika nguvu zako Bwana, tunalika uweza wako siku ya leo Mfalme, katika jina la Yesu. Winuliwe upewe sifa Bwana, heshima zote ni zako Bwana, katika jina la Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Tunalinua jina lako Bwana siku ya leo Mfalme,
tukiita jina lako lenye mamlaka zote Bwana, tukitisha nguvu kutoka kwako Bwana siku ya leo katika jina la Yesu. Tutangulia siku la Bwana wa mabwana katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama Bwana. Tunalinua jina lako Bwana katika jina la Yesu. Sisi neno lako Bwana linasema kwamba tukuita na utatuitika Bwana siku ya leo. Baba, tunakuita siku la Bwana wa mabwana kwa sababu ya makanisa zetu zote 10 Bwana katika jina la Yesu. Tunakuita siku la Bwana wa mabwana kwa sababu ya wachungaji wetu Bwana katika jina la Yesu. Winulie upewe sifa Bwana. Heshima zote ni zako Bwana. Mkishemelea Bwana wa mabwana. Tunakumbuka Pastor Simon Bwana katika jina la Yesu. Ukaanze kumwinua Bwana, ukaanze kuonekana mfalme wa falme katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama Bwana. Unaweza Mwokozi, unaweza kutenda muujiza Bwana katika jina la Yesu. Anapokuita Bwana ukaanze kumwitika Bwana katika jina la Yesu. Tunakumbuka Pastor Sami Bwana katika jina la Yesu. Tazama Mungu shemelele Bwana wa mabwana, ulimpea kazi yako Bwana ili ahubirie watu wako Bwana. Tunamweka mikononi mwako Bwana, tunamweka mbele zako Bwana katika jina la Yesu. Mungu shemelele, mbariki Bwana, mwinua Bwana katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama Bwana katika jina la Yesu. Tunakumbuka Pastor David Bwana pamoja na mke wake Bwana katika jina la Yesu. Si neno lako Bwana linasema kwamba tukuita na utatuitika Bwana. Si neno lako Bwana linasema kwamba tubishe mlango na tutatufungulia Bwana katika jina la Yesu. Tunabisha mlangoni mwako Bwana tukiitisha baraka zitoka kwako katika jina la Yesu. Tunakumbuka Pastor Mwangi Bwana katika jina la Yesu. Mahali popote na hudumu siku ya Bwana. Mungu shemelele Bwana mabwana. Tunaitisha kibali kutoka kwako. Tunaitisha nguvu kutoka kwako katika jina la Yesu. Zika kwa juu yake Bwana katika jina la Yesu. Tunakumbuka Mungu shemelele Bwana mabwana. Tunakumbuka Pastor Lesi Bwana wa mabwana katika jina la Yesu. Umwinua Bwana katika jina la Yesu. Umtendee mambo makubwa Bwana pamoja na familia yake Bwana katika jina la Yesu. Mahali popote anapoenda Bwana, wacha aitwe mbarikiwa. Mahali popote anapoenda Bwana, wacha aitwe mbarikiwa Bwana katika jina la Yesu. Wacha akaweze kupendeka Bwana katika jina la Yesu. Winulie upewe sifa na utukufu zote ni zako Bwana katika jina la Yesu. Baba mshemelele Bwana wa mabwana. Tunakumbuka kiongozi wetu Mungu shemelele Bwana wa mabwana. Tunakumbuka Mungu shemelele Bwana wa mabwana. Ukaanza kuonekana mfalme mfalme. Tunakumbuka Reverend wetu Bwana katika jina la Yesu. Tazama Mungu shemelele Bwana wa mabwana. Umetupea yeye mfalme mfalme. Akaanza kutuongoza mfalme mfalme. Mungu shemelele Bwana. Tunalinua jina lako Bwana. Tunasema ni asante mfalme. Umwinue Bwana wa Mwokozi. Ukaanza kumtendea mambo mema Bwana. Ukaanza kumwinua mfalme. Ukaanza kumbariki Bwana katika jina la Yesu. Anapo Bwana tuongoza Bwana kama kanisa 10 Bwana katika jina la Yesu. Umuongezee Bwana, umpe baraka zako Bwana katika jina yako, katika jina lako Bwana. Neema yako inamtosha Bwana. Neema yako inamtosha siku ya leo katika jina la Yesu. Winulie upewe sifa Bwana na heshima zote ni zako Bwana. Tunakumbuka kanisa zote 10 Bwana katika jina la Yesu. Ibada zote za siku ya leo mfalme wa falme tunaziweka mikononi mwako Bwana wa mabwana. Ukaweza kuwa pamoja nao mfalme wa falme katika jina la Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Tunakumbuka chamazi wote Bwana. Tunakumbuka deacons wote Bwana. Tunakumbuka elders wote Bwana na Mrs. elders wote Bwana katika jina la Yesu. Tunaweka mikononi mwako Bwana katika jina la Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Ukaweza kuinua Bwana, ukaweza kuonekania katika jina la Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Tunalinua jina lako Bwana. Tunasema ni asante mahali hapa Bwana katika jina la Yesu. Hatuwezi bila wewe Mwokozi Bwana. Ndiposa tunaita jina lenye mamlaka siku ya leo. Ndiposa tunakuomba Baba, ukaweze kututangulia Bwana, ukaweze kuanza pamoja nasi siku ya leo, ukaweze kutuongoza mfalme katika jina la Yesu. Unaweza Mwokozi, unaweza Baba katika jina la Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Tunaweza Mwokozi Bwana katika jina la Yesu. Hakika tunaweza Bwana. Tunaweza kupitia neno lako Bwana. Tunaweza kupitia neema yako Bwana katika jina la Yesu. Si neno lako Bwana linasema kwamba tukuimbia Bwana wa mabwana. Ndipo sababu tunachukua hiyo shukrani Bwana. Tukuimbia Bwana wa mabwana kwa sababu tuko mahali hapa siku ya leo tukikutukuza Bwana katika jina la Yesu. Winulie upewe sifa na utukufu zote ni zako Bwana katika jina la Yesu. Niwe kama maudu manene mwadhani. Niwe kama maudu motu kijesu. Ni wale tola Yesu Kristo. Unaweza Bwana kutenda Bwana katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama Bwana. Tuonekanie mfalme wa falme. Unaweza kutenda Mungu.
unaweza kutenda siku leo mfalme wa falme. Hata sasa unaenda kutenda Bwana, katika jina la Yesu. Inuliwe upewe sifa Bwana, katika jina la Yesu. Tunaliinua jina lako Bwana, tunasema ni asante Jehova, tunasema ni asante Mwokozi, tunasema ni asante Jerusalem, katika jina la Yesu. Hatuna baba mwingine tu, ni wewe Jehova, ni wewe. Jina lako lipewe sifa Bwana, heshima zote ni zako Bwana. Asante Bwana. Hallelujah. You're worthy, Lord. You're worthy, Father. None is like you. Glory be to your name.
yako uambie Bwana asubuhi ya leo, niguze tena, nijalie neema tena, nirehemu tena, nihurumie tena. Kunahitajika mtu atakaye jitambua siku ya leo, atakaye jielewa na amwambie Bwana, sijachoka na wewe, sijatosheka na wewe, nirehemu, nikumbuke, nihurumie. Katika jina la Yesu, hata leo Yesu angali anatafuta waabudio wa kweli, waabudio wa kweli, waabudio wa kweli, na ni watu ambao watajielewa, watajichunguza na wajue ya kwamba Bwana angali ana haja nao. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante asubuhi ya leo, tutembelee tena, tuguze tena, tujalie neema tena, tubariki tena, tuinue tena, tupanue tena, tutengeneze tena katika jina la Yesu Kristo. Tuko hapa na tunakuhitaji, tuko hapa na tuna haja nawe, tuko hapa na tuna kiu nawe, tuko hapa ututengeneze. Unastahili Baba, hakuna aliye kama wewe. Jina lako litukuzwe. Asubuhi ya leo, ukiona dhambi, ukiona makosa, ukiona udhaifu, Baba utusaidie katika jina la Yesu. Tunakuhitaji na pokea sifa na utukufu wote na heshima yote katika jina la Yesu. Usitupite kwa hapa. Tutakase, kiona dhambi, kiona makosa, kiona uovu, Roho Mtakatifu, Bwana unatujua na unatuelewa. Tutakase, tuoshe katika jina la Yesu. Omba asubuhi ya leo na mwambie Bwana akuoshe, utakasike, ili utoe dhabihu inayokubalika siku hii ya leo katika jina la Yesu. Si mazoea, si mazoea, ni neema na rehema zinaweza kututosha katika jina la Yesu. Tazama kazi ya msalaba na umwambie Bwana, nioshe tena, nitakase tena. Ukiona dhambi, ukiona makosa, ukiona uovu, unijalie neema katika jina la Yesu. Hata sasa Mungu anatafuta watu walio na mioyo iliyojaa toba katika jina la Yesu. Tubu dhambi, tubu makosa, tubu maovu. Mwambie Bwana akujalie katika jina la Yesu. We worship you, Lord. We give you glory. We give you honor. Love you, King. That is like you. The mighty name of Jesus. Unastahili kuabudiwa.
unastahili kuabudiwa. Oh Bwana wa mabwana, kuabudiwa unastahili. Ewe Yesu unastahili kuabudiwa. Unayetuponya kuabudiwa unastahili. Ewe Yesu unastahili kuabudiwa. Unayetubariki kuabudiwa unastahili. Ewe Yesu unastahili kuabudiwa. Oh Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa.
worship you. Ni wewe utatujalia mavuno mwaka huu wa mavuno mengi. Jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe. Ni wewe utatujalia baraka nyingi mwaka huu wa mavuno mengi, katika jina la Yesu. Hatuna mwingine, ndiposa tumekukimbilia asubuhi ya siku ya leo, katika jina la Yesu. We worship you. Ngoja Bwana wa rehema katika kila jambo tulitendalo mtakatifu kama kanisa lako Mungu wetu, tukapate kuwa Mungu tunalitenda kadiri ya mpangilio wako mtakatifu. You are our God, you are our Father, you are the change in your glory, neither do you asante kwa sababu ya kila karibu kwetu. Wajua kwamba wakati wako ndani wako mtakatifu, na lengo lenye lipo siku ya leo tunaenda kutimilika Mungu wetu, kwa sababu Bwana wetu wewe Jehova tadhima na iradhi moshi yako, iradhi moshi yako sitira maidhori, iradhi moshi yako sitire gea. Jehova tadhima na iradhi moshi yako, Jehova tadhima na iradhi moshi yako, iradhi moshi yako sitire maidhori, iradhi moshi yako sitire gea. Jehova tadhima na iradhi moshi yako, Jehova tadhima na iradhi moshi yako, iradhi
nijalie mavuno yaliyojaa baraka ambazo zimetoka kwako. Nijalie baraka, nijalie upanuzi, nijalie neema katika jina la Yesu. Tuna haja nawe, ni wewe tumekimbilia, tumaini la wateule katika jina la Yesu. Baba, bariki waume na baraka zako. Baba, bariki wake na baraka zako. Baba, bariki vijana na baraka zako. Baba, bariki watoto na baraka zako. Baba, bariki kanisa na baraka zako. Baba, tubariki. Baba, tubariki. Baba, tubariki. Baba, tubariki katika jina la Yesu. Isiwe ni maneno tu kwetu ya kwamba ni mwaka wa mavuno, lakini tunakuomba utubariki. Yesu, tunakuabudu. Wewe unastahili. Hakuna aliye kama wewe. Siku ya leo ya ibada uwe pamoja nasi. Wagonjwa wakiingia uwaponye. Walio chini wakiingia uwainue. Wanaohitaji msaada wako wakiingia uwasaidie. Wanaokutafuta wakiingia wakutane na wewe. Oh, we worship you, Lord. Na ifanyike siku ya leo ya kwamba uweponi mwako kuna utele wa furaha katika jina la Yesu. Kanasi tunakuhitaji. Kanasi tuna haja nawe. Kanasi tumekukimbilia. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kila mmoja aseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Yesu tunapoingia katika sifa katika jina la Yesu. Makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Yesu. Hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Hakuna
Yaku, Yamai Sane, Nano, Victory, Boy,
gucokerera Baba gumana wasira gucokerera akwera manyitamwa nadina makemoraga Toina kumana wasira gucokerera Amen. Glory to God. Amen. Just take a minute and tell God thank you. He's good and faithful. His mercies endures forever. Father, we thank you for this opportunity that you have given unto us. That we may gather in your presence just to say that we honor you and to say that we love you. May you have your way this morning, dear Lord. In our hearts, everlasting Father, we are waiting for you, dear Lord. Come and reign, Holy Ghost. Come and reign, King Jesus. Come and have your way, dear Master, that your name shall be lifted on high. In the name of Jesus. Bless every man, bless every woman, bless every youth, bless every child, bless them that are following us online. Heavenly Father, I pray, may you answer their prayers. Touch them, dear Lord, at their point of need. In the name of Jesus. Lord God, I pray that their lives, Almighty Father, will have a turnaround. In the name of Jesus. Father, we worship you. May every heavy heart that is in your presence this morning be touched by you. Remove every heaviness. Remove the challenges, oh God. And I pray, King Jesus, that times of refreshment shall be found in them as we shall be getting out of this sanctuary. We shall go out with a testimony that God, you have met with our desires and you have touched our lives. In the name of Jesus, I pray this morning, may the sick receive your healing. In the name of Jesus, we cast out every burden and we break every chain that has been binding your children. I declare freedom in the name of Jesus. Father, we thank you even as we sit down to receive your oracles. Minister unto us. Speak to our souls in the name of Jesus. Father, we thank you and we give you praise. For this we pray in Jesus' name. And somebody say amen.
Let's give the Lord a hand clap in Jesus' name. I want to thank God for the praise and worship team, because you have led us well. May the Almighty God bless you. Again, I want to take this opportunity to welcome all of us in our first service this morning. Feel in the right place and also in the presence of your Maker, a place of transformation and a place where you shall be built and molded in accordance to the will of our God. Kindly turn to your neighbor, tell them that they look wow, and greet them on our behalf. Amen. And give them a testimony. Mwambie vile ulivyo. Bwana wa uzima wabarikiwe. Amen. After saluting one another, let's get into the word of God, so that we may be able to redeem time and make sure that we have done something this morning. Amen. Bado tuko kwenye ile safari yetu ya Biblia, na tunashukuru Bwana umbali tumefika. Tumeendelea tukifahamu neno la Bwana, na naamini ya kwamba tutakapokuwa tukimalizia, however long we may take, one thing that I'm sure about is that at the end of this journey, there are so many things that you shall have known, many secrets in the word of God. You shall have received them. We are taking time to read the scriptures and also to internalize the word of God, that the word of God may dwell in our hearts richly by the grace of God. And I told you that a person is equal to the knowledge that he or she has. You cannot be able to defend the gospel from within and outside attacks if you don't know what the Bible says. Praise the name of the Lord. That's why the Bible says, have you not heard, or have you not read? It's either you have heard or you have read. When we are taking time to read the scriptures, we are doing in accordance to the will of our God, knowing why the Bible and the scriptures were written. To whom were they written to? And for which benefit? Praise God. Hallelujah. So we are in Acts chapter number 17, and we are starting off from verse number 16. We left in on Sunday where we said that Paul and Silas went to a city that was called Berea, and there were they converted men and women, and they became followers of Christ and believers of the gospel. And I told you on Sunday, there were distinct characters in Berea, because the believers in the Berean church, they received the word of God with glad hearts. Praise the Lord. And number two, they searched the scriptures after they were preached unto in church, after they gathered in their synagogues. Thereafter they searched again, confirming whether what Paul was teaching them was true. And I told you, for you to become a good believer, number one, you ought to receive the word of God gladly in
in Jesus' name. na ũndũ wa gĩkeno thĩinĩ wa Number 2, na wa kerĩ you need also to reread nĩ ũrabatara gũthoma rĩngĩ the scriptures that has been read unto you. maandĩko marĩa ũthomeirwo. Usiachie kanisani. Ndũgatigĩre hau thĩinĩ wa nyũmba ya Ukienda Ngai. nyumbani, Wona wathiĩ mũciĩ, chukua Biblia yako, oya Biblia yaku, soma mara tena thoma rĩngĩ mahali ambapo umehubiriwa. harĩa ũkũhunjĩirio. Confirm the word of God. Hakikisha ni wathoma kiugo Let kĩa it Ngai. sink into your heart. Reke kĩingĩre thĩinĩ wa ngoro ciitũ. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. That is the benefit of going through the scriptures. ũguo nĩguo umithio wa gũthiĩ na mbere na gũthoma maandĩko. And those were the characters of the Berean church. Na andũ acio nĩo monekanaga thĩinĩ wa Now today Berea. we are getting into where Ũmũthĩ tũraingĩra harĩa Paul now preaches in Athens. harĩa Paulo rĩu athire kũhunjia Athene. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. And we are reading from verse number Na 16. tũrarutia mũraini wa 16. The Bible says Biblia ĩroiga atĩ that while Paul was waiting for them in Athens, he was deeply troubled by all the idols he saw everywhere in the city. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Another translation says that now while Paul waited for them at Athens, Na Biblia his spirit within him was greatly agitated. na Biblia ĩngĩ kana mũfano ũngĩ ũrauga atĩ rĩrĩa Paulo ametereire ngoro yake kana roho wake ũkĩigua ũru mũno When he saw that the city was full of idolatry. rĩrĩa monaga atĩ itũũra rĩu rĩihũire ũthathaiya wa mĩhianano. Therefore he reasoned in the synagogue with the Jews and with the devout Greeks, and also in the marketplace daily with those who came near him. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Then some Epicurean and Stoic philosophers encountered him, and some of them said, "What does this babbler want to say?" Others said, "He seems to be proclaiming foreign gods." This was because he was preaching to them the good news of Jesus and the resurrection. Na baadhi ya Kureo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new teaching is about, which you are talking." Wakamshika wakimchukua Areopago wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena? For you are bringing some strange things to our ears, and so we want to know what these things means. Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu, tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. For all the Athenians and the foreigners who are there spent their time in nothing else but telling or hearing some new things or stories. Kwa maana Waathene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiza habari za jambo jipya. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious." Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. For as I passed by and looked at the objects of your worship, I found an altar with this inscription, "To the unknown God." Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Therefore I am going to make known to you the one whom you worship without knowing.
Basi mimi ninawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Allow me to explain to us those few verses that we have read this morning in the few minutes that we have. Paul, after being in Berea, na kuwa amekutana na watu ambao walilipokea neno kwa wepesi, na vile vile waliochaua maandiko, akatoka katika mji wa Berea na akaacha kanisa likiwa limezalika. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu mahala popote alihubiri, aliacha kanisa likiwa limeanzisha. Na sasa amefika mji wa Athene, na akiwa mle akawaangalia watu wa Athene, na Biblia inasema ya kwamba akasumbuka sana ndani ya moyo wake. You know, when you know the truth and you know the word of God and the power therein the word of God and what the word of God has the ability to do, when you see people deviating from the word of God, at times you are troubled in your heart. Jina la Bwana litukuzwe. Hata wakati mmoja Bible inasema Yesu alipoangalia watu na akaona vile ambavyo wamepotoka, moyo wake ukajawa na kutaabika. Jina la Bwana litukuzwe. Ni vyema kutaabika, more especially unapowaona watu wakipotea na hali ukweli umedhihirika. Na hivyo Paulo akawa na shida, na hii shida haikuwa ya ubaya, alikuwa na shida ya wema. Alitaabika mataabiko ya wema, kwa sababu aliwatazama wa Athene vile ambavyo wanavyoabudu na vifaa wanavyoviabudu, akasumbuka moyoni mwake. Even today we are supposed to be troubled when we look unto our friends and the objects they worship and what they are bowing before. We need to be troubled. Our hearts are supposed to be agitated. Praise the name of the Lord. Because even today, idol worship is still being practiced. Hallelujah. Hata wa leo bado watu wanaabudu sanamu, na huo uabudu wa sanamu, tukijua ahadi za Mungu, tukielewa ahadi za Mungu ambazo ametuahidia, na faida za kuwa ndani yake, na baraka za kuwa na Yesu ndani ya mioyo yetu, tukiwatazama wale watu, wakati mwingine tunataabika na tunasumbuka moyoni, sio kwa sababu ya jambo lingine, kwa sababu ya kuona vile ambavyo watu walioumbwa na Mungu na wanaopendwa na Mungu wanavyotaabika. Hallelujah. So Paulo akawaangalia na akaona vile ambavyo wamepotea kwa sababu ya kuabudu sanamu. Kumbuka vyema ya kwamba Mungu alikuwa amewaagiza Wayahudi na wana wa Mungu ya kwamba wasiwe na miungu mingine watakayoinamia. Jina la Bwana litukuzwe. Ila tu Mungu aliye Mungu wa kweli. Hallelujah. So Paulo akawaona hawa watu walikuwa wenye dhambi na wameachiliwa kwa dini za uzushi, dini cia madhara na cia maheni, na hilo jambo likasumbua moyo wake, akataabika. Bwana atukuzwe. Alizijua ahadi za Mungu, not unless you know vile ambavyo Mungu amesema, hawezi taabika.
Bwana asifiwe. In Exodus 20, if you read from verse number 1 to verse number 6, Mungu alikuwa amepeana maagizo na akapeana torati na akasema kusiwe na miungu mingine ambayo mtakayo inamia ila mimi tu Mungu aliye wa kweli. Jina la Bwana litukuzwe. Sijui kama wewe hutaabika unapoona watu wakiabudu sanamu zilizotengenezwa na mikono ya wanadamu, na wengine wakiabudu vitu vilivyoumbwa na Mungu na wameacha ibada ya Mungu. Hilo ni jambo ambalo linapaswa likoroge moyo wako na utaabike. Haleluya. Kanisa haliwezi ongezeka when we remain in our comfort areas and become very complacent that everything that is done does not trouble you. Amen. Ni vizuri kuambia neighbor, ni vizuri kusumbuka. Mtoto hawezi ingia kwa dini za kizushi na wewe unakaa tu na unasema hakuna lolote. Mtu afanye vile anavyotaka, aishi maisha yake. Kabla ya tufike hapo, ni vizuri kutaabika moyoni na ujaribu uwezavyo ili umbadilishe atoke kwa dini za uzushi aingie katika habari iliyo ya ukweli. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. And Paul revealed the dark truth. Na Paulo nake akimenya oma ucio akafunua ukweli huo wao ambao ulikuwa na giza ndani yake, that lies behind many shining forms of glory, ambao unaandamana ama umefichika. You know, ninaposema hivi ni kama vile watu wanasema ya kwamba sisi tunaabudu milima, sisi tunaabudu ng'ombe, sisi tunaabudu hiki na kile kingine. Wanagiza ndani yao lakini wanafikiria ni ukweli. Mwadhani ya rogosho. Wengine wanaabudu wakitumia vifaa kama vile ile inaitangwa rosali. Inaguzwa sijui tutembe uto tumbegu uto unaguza akeinagwo anaimba hivi ngukugeithia kusalimia ngane gugusherera ama nitakutembelea urageithia mundu wakuire unasalimia mtu ambaye amekufa. Mwathani arogocwo Bwana atukuzwe. Na agithikwo na akazikwa na akiriganira na akasaurika. Mwathani arogocwo. Bwana atukuzwe. Unajua wale walienda, ni wamenya aria mathire, Bible inasema hatuna ushirika na wao. Biblia yuga tutire gwataniro nao. Moja tu ndiye alienda na hakuenda akarudi. Umwe no wathire tu na ndathire na agicoka. Na ameenda na atarudi tena. Na athire na agicoka. Anaitwa Yesu. Tagwo Yesu. Praise God. Mwathani arogocwo. Any other form of worship guthathaiya kungi ogwothe is an idol worship. Ni guthathaiya kwa mihiano. Paulo anasema aliona idolatry. Paulo akauga nionire uria andu mathathaiyagia mihiano. Idolatry aguthathaiya guku kwa mihiano ni kuabudu vitu ni guthathaiya indo vilivyotengenezwa indo iria ithondeketwo na mifano na miundo na muhiano na ukarabati wa wanadamu. ithondeketwo na moko ma andu. Bwana asifiwe. Waabudio sanamu aria mathathaiyagia mihiano watadestructiwa mara ya mwisho. Ni makathukagio mahinda mamwe. Jina la Bwana litukuzwe. Bible inasema akaanza kushauriana na wao. Biblia kiuga makiambiriria kwaranĩria na kuwahubiria katika sinagogi. Na kimahunjaria kũrĩa thinagogi. Wale waliokuwa wamejitoa Wayahudi wameokoka. Aria marĩ Ayahudi makihonoka. Na Wayunani. Na aria Ayunani. Na vile vile akakutana na wao. Na agĩcemania hamwe nao. Katika sokoni kila siku. Ona nginya andũ arĩa marĩ thoko-inĩ waliomkaribia. Arĩa mamũkuhagĩrĩria. Alitumia nafasi hiyo. Ndio yakakanya kau. Kuwahubiria habari njema. Kumahunjaria ũhoro mwega. Kuwafundisha maneno ya Yesu. Kumafundithia ciugo cia Yesu. Maneno haya aliwafundisha ni ya vile Yesu alivyozaliwa na vile Yesu alivyokufa na vile atafufuka na faida za damu yake na kazi za msalabani. Na wengi wakashangaa. Jina la Bwana litukuzwe. Na Bible inasema hivi, walioamini
ambao Bible inawaita philosophers, aria mari ogi, wasomi hawa, athomi acio pengine waliitwa Epicurean. ametagwo Epicurean. Uliza neighbor kama amesikia hiyo. Yani murigani wako kana aria igwa ritwa riu. Si iko hapo kwa Bible yako? Ndikire thiini wa Biblia yako. Uliwasoma ukawajua ni akina nani? Ni wa mathomirio kimenya ni ya. Ama hata hujawahi paona hapo. Hiyo ndio faida ya kufuata Biblia vizuri. Hiyo ndio faida ya kurumirira kiugo wega. Philosophers acio mari oge kana thomi are very dangerous people. ni andu ugwati muno. They reason out of their minds. matua ma kurigana na meciria mao. And they have no guidance of the Holy Spirit. Na matire gutongorio ni roho mutheru. They don't rely on the Holy Spirit. Matirigagirira roho mutheru amatongorie. They lean on their own understanding. Merigagirira umenyo wao. So how are Epicurean ogu andu aya mari ogi and the Stoic philosophers kana ogi aya kana thomi wakakutana na Paulo? magicemania na Paulo. Najua they are very good in reasoning. No amenya nio hegereru muno And they know how to argue their facts. Na no mahote kuargue maundu mao mari. Even today, ona nginya umuthi there are people like this. ni kuri na andu taya. They have a set of scriptures. Ni mari na cassette kama They come with them to you. mokaga na mukuri we. Na wakikutana na wewe, Na macemania nawe. ukiwakubalia uwapatie nafasi, Ungimetekeria maheka. wanaanza kukushawishi. Makabereria Na watakusukuma na hiyo maandiko. Na ni magutindikireria na Na wakushawishi wafuate. Na makuiguithia Wakushawishi we wa imani yao. Utuweke wa wetekio wao. Pasipo kujali Utari kumenya ati imani yako. wetekio wao. Kama haujui maandiko, Angikondo maandiko watakulemea. ni magukoma mari murigo kuri we. Hallelujah. They know how to argue. Ni moyo horo wa kujibizana. Sijui kama umekutwa na watu wa Jehovah Witness. Ndiye kana uri wacemania na andu a Jehovah Witness. Ukimpatia huyo mtu nafasi, Ungihe mundu ucio kanya, na wewe maandiko unasikiaga na sikio hili yanatokea hivi, na wewe iguana gutu guku maandiko makaumira guku kuu. there is nothing that you know about the scriptures, Gutiro ndo iguru rigie maandiko. and you open a door for them, No mahingurire murango. na uwapatie mahala pa kuargue. No mahe kanya gaku. They are good philosophers. Acio ni oge muno. They know what they believe Ni in. moyo ria metekete thiini waguo. They know how to argue facts. Ni moyo kuargue. They are philosophers. Ni oge. Nimecheka wakati mmoja walinikuta nikiwa form 2. Ihinda rimwe makingora ndi form 2. Nairobi wanazungukanga kila mahali. Ni mathiururukaga kundu kwingi. Na wanatoka boma hii wanaingia hii. Waumaga mucio uyu magathii uria ungi. Wakiwa na tuvitabu. Mari na tufuku. Na wanakuja wakushawishi. Na makaga niguo makuiguithie. Ya kwamba mbinguni tayari kumejaa. Ati matu-ini ni kuyure. And we are making a little heaven here on this earth. Na marathondeka matu-ini manini guku. Mimi si kujua maneno ya Yesu wakati huo. Nie ndio uhoro wa Jesu hinda riu. Na kwa hivyo walipokuja, na ugo riria mokire, tulikuwa tumeadvaisiwa hivi. Ni tweritwo ukiwaona wamona ili washinde, niguo matori, waambie kwanza muombe. mbere wa mwambe muhoe. Na tukaambiwa ya kwamba wanaogopa maombi sana. Tukirwo ni metigirite mahoya. Walinikuta nimekaa riu magorire jikarite mahali kwa veranda, handu faradaini, wakanisalimia, makigeithia, kaniambia wamekuja makijera nimo na kuna jambo wanataka tushiriki. na ni mari nondu marenda tugaya. Nami nikakumbuka vile tulikuwa tumeambiwa na nigeririkana na tweritwo ya kwamba tuwaambie tuombe. ati tumere tuhoe. Nami nikawaambia kwanza tuombe. na nigemerera kai tuombe. Yule ambaye anawaambia waombe, uri ora mera mahoe, hata maombi yenyewe hayajui. ona mahoya momene damoi. Amen. Amen. And finally I became so troublesome na muisho gitwika gitango muno in the issues of prayers. Thiini wa maundu macio mama Haka wakaambiana, nginya makirana, huyu kijana anatupotezea wakati, nakio ni ihinda ratutera, twende tujaribu wengine huku mbele, mbele. tuthie tugethe angĩ na guku mbere. Don't joke around with the philosophers. Ndugathake na athomi. Jana ira nimesikiliza one philosopher ndirathikiriria mundu umwe muthomu ambaye ana-advocate dini ya Rastafari. uria urathie na mbere na kana uratwarithia dini ya Rastafari. Amepelekwa kotini, atwaritwo igoti-ini, agatetere vile kutumia bangi ni mzuri, uria kuhuthira bangi ni kwega. Amesukuma judge atindikiriria mpaka judge anamwambia kidogo niandike. Ginya judge akamwira hanini tunyambe. Nikamsikiliza huyo jamaa, ndirathikiriria mundu ucio, na nikaona
jambo moja alilo nalo na ndirona ũndũ ũmwe arĩ naguo ni hekima nĩ ũũgĩ na neema yake ya kuelezea mambo yake. na ũtugi wake wa kutarĩria maũndũ. Anaachilia vocabularies. ararekereria ciugo ta Sasa ninaona hata kama nimesoma, nginya ngona onania angĩkorwo kono huyu jamaa amesoma. ũndũ ũyũ nĩ mũthomu. Amen. Amen. Anaambiwa Rastafarianism. Anasema it's not like that. Akiuga aca ti ũguo ti. Naambia jaji sio hivyo. Akera jaji ti ũguo rauga. We are not Nizims. Tutire Nizims. We are Rastafari. Ithuĩ tũrĩ Rastafari. Nginya ndĩrauga hai. Niĩ nginya twathire igoti-inĩ hĩndĩ ĩmwe nderwo ũguo njoe guoko nĩ kwaremaga. Na no kuoya guoko ndirerwo njoe na nĩ ndĩraremwo. Naambiwa tu ninue mkono na shindwa. Ũyũ tiga kuoya guoko. Huyu wachana na kuinua. Aragiu na jaji. Ana argue ama wanazungumzana na jaji. Na korio koguo wewe nĩ ũhũthagĩra kamũmera. Anaulizwa kwani wewe unatumia? Akera jaji, of course yes. Anasema ndio. It has medicinal value. Hii ina dawa yake. Na akasema their kingdom. Na akauga dhamaki wao. Is a kingdom of words and declarations. Ndio dhamaki washu wana. Akaambiwa aseme how powerful are their words and their declarations. Arero auge atarerio horo wao hoti washu. Akasema in the spiritual realm. Akiuga thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. There are forces and demons. Nĩ kũrĩ na mahinya na madaimono. That are only broken. Maria magiuna gotu. By the declaration of words. No tangathi washu. Na akiwa pale kwa chemba. Na ale hale ugo kanyomba-inĩ. Akasema ati kumbe huku ndani walikuwa wamejaa ndio wamekuja kusikiliza kesi. Kumbe kuu thĩinĩ kũrarĩ na angĩ mokĩte gũthikĩrĩria ciira. Nikasikia in one accord wamesema Rastafari. Ndĩraigua maugo rĩmwe Rastafari. So akaulizwa hiyo ni kusema nini? Arorio rĩu ũguo nĩ kuuga atĩa? Akasema there were forces. Arauga nĩ kũrarĩ na mahinya. That were hanging over this court. Marĩa mararĩ gũkũ igoti-inĩ. Of denying us our constitutional rights. Magũtũgirĩrĩria wathani witũ. And now they have been broken. Na rĩu nĩ maunangwo. Na akacheka. Don't joke with philosophers. Ndũgathake na andũ mathome. Angalia neighbor mwambie kama haujui maandiko. Na mũrigani wako mwĩre angĩkorwo ndũĩ maandĩko. Usicheze na watu wa itikadi. Ndũgathake na andũ. Na andũ a mĩrũgamo. Na andũ a mĩrũgamo. Walio na itikadi kali. Arĩa marĩ na mĩrũgamo mũkali. Don't argue with them. Ndũgatinde kujibizana nao. There are even Muslims in towns. Ona nĩ kũrĩ nginya Aithĩramu kũrĩa ambao wanatengenezanga kikao. Arĩa mathondekaga gĩikaro. Na wanasema Mkristo aje. Na makauga Mũkristiano. Na wao wawe pande hii nyingine. Na makorwo mwena ũyũ ũngĩ. Argue mambĩrĩrie whether Jesus is true. Angĩkorwo Jesũ nĩ whether he is the Messiah. Kana nĩwe Mesia. Ama Muhammad ndiye Mungu wa kweli. Kana Muhammad nĩwe Ngai wa ma. Kama haujui maandiko. Angĩkorwo ndũĩ maandĩko. Toroka. Ũra tu. Nadhani arogosho. Anatukuzwe. Angalia niba mwambie kama hujui maandiko vizuri. Ndara mũrigani wako mwĩre angĩkorwo ndũĩ maandĩko wega. Usiende kujiaibisha na philosophers. Ndũgathiĩ kwĩconorithia kũrĩ So Epicurean. Rĩu andũ acio. They were philosophers. Marĩ ogĩ. Ni watu waliokuwa wamesoma. Ni andũ mathomete mũno. Waliishi miaka mingi sana. Matũrĩte miaka mĩingĩ mũno. And they emphasized pleasure. Na nĩmekagĩrĩra hinya. As the chief end of life. Ikeno-inĩ. Yani Epicureans. Andũ aya marĩ athomi. They are called Epicurious. Metagwo Epicurious. Walitilia mkazo sana. Nĩmanyitagĩrĩra mũno. Maneno ya anasa. Nĩmekagĩrĩra mũno maũndũ furaha. Na gĩkeno. The pleasures of this world. Ikeno cia gũkũ thĩ. And they were saying. Na maugaga atĩ. That pleasures. Atĩ ikeno icio. They are the ends to our life. Nĩcio mũico wa mĩtũrĩre yao. Live happily in this world. Gũtũũra gũkũ thĩ wega. Enjoy life. Na gũkenerera mũtũrĩre. Kula maisha kama uko na meno. Kũrĩa maisha angĩkorwo wĩna magego. Vuja mifupa, sijui kama ilisemekana vuja mifupa kama meno bado iko. Amen. They knew nothing about heaven. They were living in this world. As this world is their end. They have had no hope of eternity. Everything they got, they used it for pleasures. In his view, the best pleasure was not bodily pleasures, but the pleasures of the mind, a serene life free from pain, free from disturbing desires, many fears, anxieties, and issues about death. Waliishi maisha hapa wakiwa katika anasa,
wametenganisha mawazo yao na mateso ya duniani na mashauku ambayo hawezi yapata na mauoga na hofu za dunia. Hata hawakufikiria juu ya kifo. Amen. Death came as a surprise to them. Walikaa maisha ya starehe. Hata saa hizi kuna watu ambao maisha yao ni ya starehe na anasa. Ukitoka church kuna watu unakutanga kwa barabara, wamesimamisha magari kwa barabara, wengine wameegeza karibu na mto, na wako na tuvitu hapo wanatumia. They have a little heaven here on this earth. Hiyo roho ya Epicurean bado inafanya kazi. Bwana asifiwe. Roho ya kutojali, roho ya kutotambua kuna Mungu. All days are to them are days. They don't have days of worship. They have no regard for God. They live for pleasures. Amen. Na hata vijana wengine wetu wamekamatwa na hii roho. They can spend a lot of money wakitembea hapa kule. Wengine wameunganisha vikundi vina support Manchester United, and they can travel from this town na waende paka Nairobi, anasa tu waende wakawatch game na mafans wa Nairobi. Haina faida yoyote. Even their Sundays wanaitumia kwa anasa. Wengine wameform vikundi vya magari, watu wanaitwa Subaru owners, wanaweza enda paka Kisumu on Sunday waende wakajienjoy. Hiyo inaitwa roho ya anasa. They enjoy the pleasures of this world in disregard ya maisha yajayo. Haleluya. Hata kanisani utakuta watu hao kuna karoho hako kananyemelea. Wanaitwa philosophers. Wanauliza, why should I give? Why should I serve God? Serving God is a futility. It is an act in futility. It is that spirit that is haunting believers even today. Bwana asifiwe. Siangalie niiba mwambie usianguke kwa anasa. Usiwe kama Epicurus. Amen. Wa pili waliitwa the Stoic philosophy. Philosophers. Stoic. Huyu alifundisha watu kuishi in harmony with nature. Sasa kama Wangare wa Maathai, yeye regard nature sana. Remember hata alipokufa alisema asizikwe na jeneza ya mbao, atuerore ya madhaje. It is being in harmony with nature. There are people who regard nature than how they regard God. And this was the highest being in nature. Waliabudu, waliheshimu sana maneno ya mazingara. Amen. Praise God. So unaposikia maneno haya, hawa vikundi hivi, ni vizuri kujua ya kwamba mpaka wa leo zinafanya kazi. Amen. Unakuta mtu ambaye ako tu anasema ni wa kanisa, lakini kuna mambo ambayo ameinua zaidi ya Yesu. Sababu hata huyu aliyekataa kuzikwa na jeneza alipewa ibada kanisani. Ila alipokuwa hai
no tigatirire ali muoyo hakuheshimu sana maneno ya Yesu. Ndatete muno maundu ma Jesu. Alilinda miti kuliko vile analinda imani. Amenyagirira miti muno makiria ma uria amenyagirira witikio. Mwimbaji mmoja aliimba akasema ya kwamba linda moyo wako muini umwe akiina akiuga menyerera ngoro yaku kuliko vyote ulindavyo. Makiria ma indo iria ciongi. So philosophy is the speculation of men. Uguo philosopher kana andu aya thomu ne speculation ne mehoho tu ya andu, ne mehohoteko ya andu about the nature of reality, iguru rigia maundu maria matuthiururukirie, yani uhalisia wa mambo yalivyo, kuringana na uria maundu matari. But the gospel of Jesus Christ, no injiri ya Yesu Kristo, it is God's revelation, ni ugurio wa Ngai, and the revelation of reality, na ugurio wa oma, and men should pursue it. Na andu aingi ni mafati kuthingata. So they took Paul uguo makioya Paulo na wakampeleka kwa mtu ambaye tumeita Areopagus. magimutwara kuri mundu wetagwo Areopagus.